Maoni ya watu yamekuwa ni mengi sana baada ya Mwijaku kuwa ametoa ushauri mzito kwelikweli kwenda kwa wasanii katika kipindi hiki kigumu ambacho mashabiki wanaonekana kuwasusa. Mashabiki kuonekana wamejitenga na wasanii baada ya wasanii kuonekana hawako pamoja na mashabiki zao. Sasa katika kipindi hiki kigumu nini wafanye? Mwijaku ndo amekuja sasa na ushauri ambao ni huu hapa. Maswali yamekuwa mengi mtandaoni. Kila mtu anauliza wasanii watarudi vipi kwenye maisha yao ya kawaida? Watu maarufu watarudi vipi kwenye maisha yao ya kawaida? Kwanza, moja kati ya vitu ambavyo vinaumiza kichwa kwa sababu mtaji wao mkubwa capital inategemea jamii ambayo inawazunguruka. Kwa hiyo maswali kwao yamekuwa magumu, hayana majibu. Nakuja na suluhisho moja kama ushauri kwa msanii, mtu maarufu ambao unahisi mambo yako yamestaki. Tunajua wanamuziki wanategemea platforms za digital platform kupata riski na kutegemea show, ambapo sasa hivi huwezi kufanya show na kwenye platform watu wamefocus na vitu vingine. Utapata wapi mapato yako? Utafanyaje ili jamii iweze kupokea, kuanza kukuingiza katika mzunguko wao kila siku? Swali ni moja. Kwanza unatakiwa msanii ujitambue kwa hujafanya kosa. Ile unatakiwa ukiri ndani ya nafsi yako hujafanya kosa. Of course uliamua kufanya choice, kwako ni sehemu yako ya kazi, hujafanya kosa. Ila la pili, lazima ujue mtaji wako wa kwanza ni nani. Mtaji wako wa kwanza ni community, jamii, watu wako wanakuzunguka, mashabiki zako ni mtaji wako. Sasa endapo utaenda against wao ufanyeje? Cha pili, unatakiwa ujue static point na end point yako katika kila unachokifanya. Kwa sasa hivi kwa hali tunakuwa nayo, msanii anatakiwa kufanya kitu kimoja tu. Walishe chakula kizuri watu wako. Walishe matumaini mapya watu wako. Walishe hope watu wako. Walishe matumaini mapya watu wako. Watarudi kuwa na wewe na maisha yataendelea. Hicho unatakiwa kufanya. Usifanye mistake ya kuona kama hakuna kinachotokea kwa watu wako. Hakikisha unawalisha kile unachokihitaji. Call me DC Mwijaku Expensive Life. Hala. Kama utatoka kumsikiliza, huyu anasema watu gani sasa? Akacheka kweli kweli. Huyu naye anatafuta bwana ama kubwa jinga. Huyu anasema arudi Marekani kwa PDD. Huyu anasema takataka huyu. Chawa anatoa ushauri kwa chawa wenzie. Kwani kwenye kampeni si walikuwa wanatuambia kuna fursa nyingi za ajira kwa vijana zimefunguliwa sasa hivi, wanalialia nini sasa? Si ndio wakati wa kuzichangamkia fursa za kwamba fursa ambazo zilikuwa zinatolewa kwenye kampeni? Ila wasanii bwana, mnatuambia tufanye kazi wakati nyie hamtaki kufanya kazi. Tutokeni wote tukafanye kazi. Huyu anasema sema hala, kuzunguruka ndo nini sasa? Huyu anasema kama mjinga vile. Almasi kaonekana kwamba Almasi kuonekana maana kwamba Almasi by the way anamaanisha Almisi kuonekana, maana naona kaungia ujinga tu hata sijielewa. Huyu anasema waambia waandae show. Sasa huyu jamaa ameongea nini? Wasubiri kampeni za uchaguzi, kwa sasa bado tunaomboleza. Wewe hutumiagi akili Mwijaku. Huyu naye mjinga anaongea nini? Na wewe tarehe 9 tutakutembelea. Yani hii ni operation ya kupoteza wasanii Tanzania. Yani na hivi tumefiwa, asira zitaishia kwenu. Ukikaa jisikilize kaka, alafu utajua umeongea nini. Huyu jamaa sijawaigi kabisa kumuelewa. Mwijaku unakosea sana. Usiseme kuwa msanii ajione hajafanya kosa. Wewe unajua Diamond Platnumz na Ommy Dimpoz na Jux walitoa kauli mbaya sana ambazo zilionesha interest ya kuwadharau watu na kwa kuwa wao wana pesa ambazo sie ndo tumewafanya wapate hizo pesa ni wajinga. Wao kwanza wanapaswa kutambua sisi kazi yetu, kwamba sisi ni kazi. Tunapenda kufanya kwamba sisi ni kazi tunapenda kufanya, lakini hizo kazi ziko wapi? Au wanataka wote tuimbe? Au yeye amewahi kutangaza anahitaji wafanyakazi kwenye biashara zake wakaja watu wachache? Ule wingi anaouona anapotangaza kuhitaji wafanyakazi ndio kwamba ndo ungemfanya aone watu wanapenda kufanya kazi, lakini kazi zenyewe hakuna. Kimsingi wewe wawe upande wa walalamikaji na waungane nao kwenye kipindi hiki kigumu cha
yeye kupoteza mashabiki zake waliopoteza maisha, basi hakuna lisilokwisha kwa kumuomba Allah. Huyu anasema hakuna kushindwa. Anasema wewe naye shati nini? Wewe njoo kwanza huko. Wewe ni mjinga sana. Waambie waandae show, tutawapokea kwa wingi. Ikiwepo kwamba ikiwepo karibuni. Huyu anasema kwamba acha nasi tufanye hiyo choice. Tuliambiwa tufanye kazi, sasa hivi tunapiga kazi, wao wanaendelea kufanya kwamba na wao waendelee kufanya kazi kama walivyo tuhamasisha sisi tufanye kazi. Nasema who are you by the way? Wewe mwenyewe wananchi wanakutamani kweli kweli, kwa ushauri tu wa bure, ili msanii Tanzania apone kwenye hili, kwamba kwenye hili labda atangaze kujoin kwenye maandamano. Haya bwana, sasa hivi tuko busy jamani na kazi zetu. Wewe mwenyewe mjinga tu, kaa pembeni bwana. Huyu anasema kabisa hatuwataki sie. Ipo siku yako utajua haujui. Huyu anasema wewe mjinga kabisa, maisha yapi? Huyu anasema kwamba umeshiba, wewe tulia. Hatuhitaji chochote kutoka kwao, waendelee tu kufanya kwamba waendelee tu kufunga comment hivyo. Tuko busy na kazi. Tunafanya kwamba tuko busy na kazi, tunafanya kazi. Kwamba wasapotiane wenyewe kwa wenyewe, pamoja na makada wenzao. Watu gani bwana unawazungumzia? Anawazungumzia huyu naye Mwijaku. Mwijaku kwanza ni nani jamani? Yani hapo bado wanapata maumivu, kwamba yani bado wanapata nguvu ya kushauri. Okay. Anasema zunguruka ndo nini? We mwenyewe wanakutamani. Kwa nini hawawezi kufanya show? Ni nini kimetokea kwani jamani? Hebu naombeni mniambie. Huyu jamaa Mwijaku ni wa kumwanifollow huyo. Huyu anasema na wasipojitokeza tarehe 9 ndo kabisa hatuwataki. Oya wakuu, hivi huyu mwana kwamba hivi huyu mwana kwamba oya hivi wakuu, hivi huyu mwana kaacha kazi pale Crown. Okay, umeongea we kama nani? Hili jamaa bwana sijawahi hata kulielewa kama lina akili timamu. Maswali yamekuwa mengi mtandaoni, kila mtu anauliza wasanii watarudi vipi kwenye maisha yao ya kawaida, watu maarufu watarudi vipi kwenye maisha yao ya kawaida. Kwanza, moja kati ya vitu ambavyo vinaumiza kichwa, kwa sababu mtaji wao mkubwa capital inategemea jamii ambayo inawazunguruka. Kwa hiyo maswali kwao yamekuwa magumu, hayana majibu. Nakuja na suluhisho moja kama ushauri kwa msanii, mtu maarufu ambao unahisi mambo yako yamestaki. Tunajua wanamuziki wanategemea platform za digital platform kupata riski na kutegemea show, ambapo sasa hivi huwezi kufanya show na kwenye platform watu wamefocus na vitu vingine. Utapata hapo mapato yako. Utafanyaje ili jamii iweze kupokea, kuanza kukuingiza katika mzunguko wao kila siku? Swali ni moja. Kwanza unatakiwa msanii ujitambue kwa hujafanya kosa. Ile unatakiwa kili na nafsi yako, hujafanya kosa. Of course uliamua kufanya choice, kwako ni sehemu yako ya kazi, hujafanya kosa. Ila la pili, lazima ujue mtaji wako wa kwanza ni nani. Mtaji wako wa kwanza ni community, jamii, watu wako wanakuzunguka, mashabiki zako ni mtaji wako. Sasa endapo utaenda against wao ufanyeje? Cha pili, unatakiwa ujue static point na end point yako katika kila unachokifanya. Kwa sasa hivi kwa hali tunakuwa nayo, msanii anatakiwa kufanya kitu kimoja tu. Walishe chakula kizuri watu wako. Walishe matumaini mapya watu wako. Walishe hope watu wako. Walishe matumaini mapya watu wako, watarudi kuwa na wewe na maisha yataendelea. Hicho unatakiwa kufanya. Usifanye mistake ya kuona kama hakuna kinachotokea kwa watu wako. Hakikisha unawalisha kile unachokihitaji. Call me DC Mwijaku Expensive Life. Hala.